Bwana Mwakasege, ili uyapokee maneno hayo kwa unyenyekevu wote, kielewa kuwa yatakuwa mwongozo wa huduma hii unayopokea leo, na unatazamiwa kuwa utasahau utakatifu wa huduma hii unayoipokea. Na ni matumaini yangu au matumaini ya wengi waliofika hapa kushuhudia tendo hili leo kuwa utatafuta daima, tena kwa njia ya maombi, hekima, nguvu na ujasiri toka kwa Mungu mwenyewe, kusudi uweze kutimiza utume wako ambao unapewa leo kwa uaminifu. Kuwa kielelezo. Unapokabidhiwa kundi hili leo kama mchungaji, kuchunga na kusimamia, ili kazi yako iwe nyepesi, basi asilimia kubwa uwe kielelezo. Najua utavuka na kushinda, na sisi tuko nyuma yako kukuombea. Usiangalie machungu yaliyopita, angalia ushindi ulioko mbele yako. Mungu akushindia hata sasa. Ufunuo ni kipindi cha kudhihirisha nuru inaweza kuondoa mipaka ya matabaka. Injili inavuka, inaondoa mipaka ya ukabila. Hakuna cha Wakinga, hakuna cha Wanyakyusa, wote wanakuwa ni wana wa Mungu. Hakuna usiokajivuna kwamba sisi ndio. Hapana, kwa Mungu wote ni sawa. Ili neno Injili anapojifunua kwetu, anaondoa mipaka, anaondoa ile giza la kujivuna, mimi nimeokoka zaidi kuliko fulani. Huna mizani ya kujipima. Aliye na mizani ya kupima umeokoka zaidi ni huyu aliye mbinguni na neno lake. Kujifunua kwa Yesu Kristo kunadhihirisha jinsi gani sisi tulivyo chombo cha neema kuwapeleka watu wengine kwa Yesu. Na ule utukufu unapomzukia, ndipo anapata nguvu ya kubeba msalaba ulio mzito. Bila hiyo huwezi kubeba msalaba katika Ukristo wako. Ukristo wako ulionao unahitaji nguvu na utukufu wa Mungu ukazuke moyoni mwako, ili upate kusimama, ili upate kushinda changamoto za dunia hii. Kuna changamoto nyingi sana. Haleluya. Asante. Mimi naitwa Isakwisa Stanton Mwambulukutu. Kwa kweli ndugu zangu, nasema nimemshukuru sana Mungu na nitaendelea kumshukuru sana Mungu kwa ibada ya leo ya kumsimika kiongozi wetu mkuu wa jimbo la Mbeya Mashariki. Ni jambo la ajabu. Nasema ni jambo la ajabu kwa sababu mimi kama mzee wenu ndio anzilishi wa dayosisi hii. Hatukuwa na utaratibu kama huu tokea huko nyuma. Kweli mtu anaingizwa, anasimikwa, lakini hazikuwa kama makundi au furaha kama ya leo. Kwa kweli nasema ninamshukuru sana Mungu kwamba amenifikisha hapa nilipo kuweza kuona mabadiliko ya nchi au mabadiliko ya dayosisi yetu, jinsi mwenendo unavyokwenda. Amesimikwa na kuingizwa kazini kama mkuu wa jimbo la Mbeya Mashariki. Ni kweli tunampongeza kwa kuchaguliwa kwake, na Mungu azidi kumwongezea uwezo na nguvu ya namna ya kuwaongoza wananchi au Wakristo katika jimbo hili. Mimi kama ni mmoja wapo wa wanzilishi wa dayosisi hii, mimi nasema siku zote ili afanye kazi kwa weledi, afanye kazi kwa kumwogopa Mungu, amtangulize kila katika jambo lake, amtangulize Mungu katika kila jambo analolifanya katika kuongoza na jimbo hili, amtangulize Mungu. Lakini pia yeye kwa sababu amechaguliwa kama mchungaji wa kondoo,
amwone mtu yeyote aliye mbele yake ni bora kuliko yeye, ataishi kwa amani. Mimi kama miongoni mwa Wakristo tuliompokea huyu kiongozi wetu, naomba Wakristo wenzangu, naye ni binadamu kama sisi, ana mapungufu kama sisi, lakini tuendelee kumsaidia katika uongozi wake, tuendelee kumwombea katika shughuli zake ili Mungu aweze kumbariki. Kwa jina naitwa Mwinjilisti Nabwike Kilima, nipo hapa usharika wa Rwanda na kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyenipa neema ya kutumika katika madhabahu hii ya usharika wa Rwanda, na pia kwa siku ya leo katika ibada hii ya leo namshukuru Mungu, nimejifunza mambo mengi sana na ibada imekuwa njema sana. Ushauri wangu kwa Wakristo, tumsikilize Yesu Kristo katika maisha yetu na tutende mapenzi yake. Pia katika ibada hii ya kumsimika mkuu wa jimbo tunamwombea Mungu ampe nguvu, aendelee kutumika kwa unyenyekevu, na tumeuona unyenyekevu wake. Mungu amtie nguvu. Amini kabisa, bila Mungu hawezi kufanya kazi yoyote, na kuna neno katika kitabu cha Waefeso nasema tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Nasi kama Wakristo tunaomba Mungu atupe nguvu, atupe neema ya kumwombea ili afanye kazi ya Mungu sawa sawa na mapenzi yake.